Habari. Leo tunaangazia kesi nyingine inayohusu viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoani Shinyanga ambao wamesomewa mashtaka yanayohusiana na matendo ya kigaidi. Viongozi wawili wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mkoani Shinyanga wamefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Shinyanga Jumanne ya tarehe 28 Julai mwaka 2026 na kusomewa mashtaka yanayohusiana na matendo ya kigaidi. Viongozi hao ni Alfred Masanja ambaye ni mwenyekiti wa baraza la vijana wa Chadema Bavicha wilaya ya Shinyanga pamoja na Hamisi Ngunila mwenyekiti wa Chadema jimbo la Shinyanga mjini. Katika shauri hilo namba 16506 la mwaka 2026, Jamhuri imewafungulia mashtaka Masanja na Ngunila ya kula njama za kutenda kosa la kigaidi, wakishtakiwa pamoja na Godwin Laurent Johnson, Paul Michael na Joseph Isaac Ongolo. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, washtakiwa hao wanaotuhumiwa kuwa kati ya tarehe 15 Juni mwaka 2026 na tarehe 10 Julai mwaka 2026 katika maeneo mbalimbali mkoani Shinyanga walikula njama za kufanya kitendo cha ugaidi wa kupanga na kuhamasisha maandamano yasiyo halali, jambo ambalo upande wa Jamhuri unadai kuwa lilikuwa lengo la kuhatarisha usalama wa nchi. Mashtaka hayo yamefunguliwa chini ya vifungo vya 413D na 31C vya sheria ya kuzuia ugaidi sura ya 19 mapitio ya mwaka 2023, vikisoma pamoja na aya ya 24 ya jedwali la kwanza la vifungu vya 58(1) na 61(2) vya sheria ya uhujumu uchumi na uhalifu wa kupangwa sura ya 200 mapitio ya mwaka 2023. Akizungumzia hatua hiyo, katibu wa kamati ya sheria na haki za binadamu wa Chadema Kanda Serengeti Frank Joshua ameeleza kuwa kufikishwa mahakamani kwa viongozi hao wawili kunakamilisha idadi ya viongozi na wanachama 17 wa chama hicho mkoani Shinyanga wanaoshikiliwa gerezani wakikabiliwa na tuhuma hizo. Mnamo Ijumaa ya tarehe 24 Julai mwaka 2026, washtakiwa wengine walisomewa mashtaka yao, lakini Alfred Masanja alirudishwa mahabusu baada ya kubainika kuwa hati yake ya mashtaka ilikuwa na makosa ya kiufundi. Kwa upande wa Hamisi Ngunila, jina lake lilikuwepo kwenye hati ya mashtaka siku hiyo, lakini hakuwepo mahakamani kabla ya kujisalimisha kituo cha polisi tarehe 27 Julai mwaka 2026 ambapo alishikiliwa hadi alipofikishwa kizimbani leo. Baada ya kusomea mashtaka yao, washtakiwa wote wamerudishwa katika gereza la wilaya ya Shinyanga kusubiri taratibu na hatua nyingine za kisheria. Kesi hii inahusu tuhuma za kula njama na kutenda kosa la kigaidi kwa kupanga na kuhamasisha maandamano yasiyo halali. Upande wa Jamhuri unadai lengo lilikuwa ni kuhatarisha usalama wa nchi. Mashtaka yamefunguliwa chini ya sheria za kuzuia ugaidi sura namba 19 na sheria ya uhujumu uchumi na uhalifu wa kupangwa sura namba 200. Hii ni mchanganyiko wa sheria unaotumiwa mara nyingi katika kesi zinazohusisha na maandamano au shughuli za kisiasa zinazodaiwa kuwa na lengo la kuhatarisha usalama. Makosa ya kiufundi kwenye hati ya mashtaka kama ilivyotokea kwa Masanja yanaonyesha changamoto za utaratibu katika ufunguzi wa kesi. Frank Joshua wa Chadema anasema hii inakamilisha idadi ya viongozi wa wanachama 17 wa chama hicho mkoani Shinyanga wanaoshikiliwa. Hii inaonyesha mwelekeo wa kukamatwa kwa wingi kwa viongozi wa ngazi ya wilaya na jimbo. Hamisi Ngunila alijisalimisha mwenyewe, ishara inayoweza kutafsiriwa kuwa ushirikiano au shinikizo. Ucheleweshwa kwa kusomewa mashtaka kwa sababu ya makosa ya kiufundi na kutokuwepo kwa mshtakiwa mmoja kunaonyesha changamoto za kiutaratibu zinazoweza kuathiri haki ya kusikilizwa haraka. Kesi hii inaongeza orodha ya viongozi wa Chadema wanaokabiliwa na tuhuma za ugaidi zinazohusiana na maandamano. Hii ni muhimu kutenganisha kati ya haki ya serikali kudumisha usalama na haki ya raia kupinga au kupanga shughuli za kisiasa kwa njia ya amani. Kutumia sheria ya ugaidi kwa tuhuma za kupanga maandamano yasiyo halali kunazua mjadala. Baadhi wanaona ni muhimu kwa usalama wa nchi, wengine wanaona inaweza kutumika kwenye mazisha sauti za kisiasa. Mahakama ndiyo itakayoamua ushahidi. Ikiwa ni kweli kuwa viongozi na wanachama 17 wanashikiliwa kwa tuhuma zinazofanana, hii inaonyesha kuwa operation kubwa sana. Inahitaji ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha utaratibu za kisheria zinafuatwa. Kurudishwa mahabusu kwa sababu ya makosa kwenye hati ya mashtaka kunaonyesha udhaifu wa maandalizi upande wa mashtaka. Hii inaweza kuathiri uaminifu wa mchakato mzima.
washtakiwa wamerudishwa gerezani kusubiri hatua nyingine. Ni muhimu wahakikishiwe haki zao za kisheria, ikiwemo upatikanaji wa mawakili na taratibu za dhamana endapo zinastahili. Kesi hii inakuja wakati wa mjadala mkubwa wa katiba mpya, kesi za viongozi wengine wa Chadema na kauli za John Heche kuhusu hofu na kunyamazishwa sauti. Hii inaongeza picha ya mvutano wa kisiasa. Kwa ujumla, kesi hii inahitaji kufuatiliwa kwa karibu. Ushahidi ndio utakaoamua na taratibu za kisheria zinapaswa kuheshimiwa na pande zote. Ilikuwa ni uchambuzi wa kina wa kesi ya viongozi wawili wa Chadema Shinyanga. Mashtaka ni makubwa na yanahitaji ushahidi thabiti. Je, wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, una maoni gani kuhusiana na haya mambo yanayoendelea hivi sasa, ambapo wanaonekana viongozi wengi wa chama cha Chadema kuwa wanakamatwa sana na wanatuhumiwa kwa kesi hii ya ugaidi? Je, hii ndio suluhisho pekee linaweza kupatikana kwa serikali kuzuia sauti hizo zisiongee, au kuna kweli walipanga njama za ugaidi? Tusubiri mahakama itaamua nini na ushahidi utasema nini. Andika maoni yako hapo na sisi tutakurejea.